elimu. Sasa tuelekee kule kaunti ya Laikipia ambapo vyombo vya usalama mjini Nanyuki, kaunti hiyo ya Laikipia, wameandaa kikao maalum na vijana katika mtaa wa Likii kwa lengo la kuzuia maafa na uharibifu wa mali wakati wa maandamano ya umma. Juhudi hizo za maridhiano zinajiri kufuatia maandamano yenye vurugu dhidi ya kituo cha karantini ya Ebola yaliyofanyika mwezi huu, ambayo hadi kufikia sasa yamesababisha vifo vya watu watatu katika makabiliano kati ya maafisa wa polisi na waandamanaji. Mimi sina mengi kwa sababu maandiko yana. Huyu ni baba wa mtu. County security. Vijana vile kulingana na vile wameongea mara ya kwanza, sitarudia vile wamefanya about empowerment. Vijana wanaweza kuwa wakifanya kazi mingi sana na hata wanaweza kuwa hata wakifanya majukumu mingi sana, ili wasiwe wakikaa ati wanaletewa pesa na mtu anaambiwa waende wafanye machafuko, kwa sababu mtu mwenyewe anatakiwa usigoje uandikwe kazi. Wewe jitume mwenyewe hata uweze kufanya jambo lolote ambao unaweza kujua linaweza kukufanyia kazi yoyote. Mkiangalia sana ambao tunajipeleka sisi wenyewe ni nyingi sana. Tafadhali ningetaka kuomba watu wa Likii, tunapoongea tufikirie, are we doing justice to Likii? Na hii Likii yetu inakuwa ni mahali attractive kwa njia ya ubaya. Inakuwa mtu akisikia Likii anaona kama anaota. Kwa sababu gani? Hao watu wageni wanakuja kutoka huko, wajilete hapa, wako na watu wa hapa wanawaambia wakuje tutembee hii area. Kama hii ya Nanyuki vile waliorganize, unaona kina polisi la Waimani, Godho wa Mgodhe wanaingia TikTok. Wanasema kesho tunapatana Nanyuki. Ambayo ile Nanyuki wanakuja tu kutembea. Wanakuja kuorganize the groups, wakuja waharibu mabiashara zetu huku na wao wanarudi huko kwao.